Katika kuhakikisha ilani ya Chama cha Mapinduzi inatekelezwa, Umoja wa Wanawake wa Tanzania UWT mkoa wa Mbeya umetoa semina elekezi kwa viongozi wanawake juu ya elimu ya uongozi na masuala ya uchumi. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa semina hiyo, mwenyekiti wa UWT mkoa wa Mbeya Edina Mwegomole amesema ni wajibu wa viongozi hao kuwatumikia wananchi kwa kufuata sheria, kanuni na taratibu zilizopo. Tunavyosema kukumbushana, kuna mambo mapya, kuna ya zamani mnayoyafahamu, lakini kuna mengine ni mapya. Yanabadilika kila uitwapo leo. Mna kata zenu, kwa maana ya kwamba kata mtakazogawiwa na halmashauri zenu. Lazima kuna utaratibu wa mipango. Wewe kama mheshimiwa diwani, katika kata yako hiyo unatarajia kwenda kufanya vitu gani kwa wanawake? Vingine ni vya kujiongeza, vingine viko ndani ya ilani ya Chama cha Mapinduzi. Inatakiwa nini? Tusiende nje, lakini kuna yale ya kijamii ambayo hayapo kwenye Chama cha Mapinduzi kwa maana ya ilani, lakini unatakiwa wewe ujiongeze kutokana na mazingira utakayokutana nayo. Kuna swala la kujiendeleza. Nikisema kujiendeleza, jamani, sina maana mkaanze madarasa saa hizi. Kuna makabrasha, kuna magazeti, kuna simu zetu hizi. Humo ndani ya simu hizo ukiamua kufungua kurasa za kujifunza unajifunza. Na haya yote ili isionekane kwamba wewe umeingia hapo kwa bahati mbaya, umeingia kwa malengo. Mbali na elimu hiyo, viongozi hao wamepata elimu ya bima ya afya kwa wote iliyotolewa na afisa wanachama mwandamizi Anatolia Lusasi kutoka mfuko wa bima ya afya NHIF. Matibabu yako unayapata sio kwa kiwango kile ulichochangia. Unaweza ukachanga shilingi 400,000 lakini ukatibiwa kwa shilingi 2,000,000. Na ndio maana ya neno bima. Sio kwamba unaweka ndio ukitumia kikiisha unachanga tena. Unanyongeza kutoka kile ulichochanga, kuna amount kubwa tu unapewa kwamba wewe kwa hii 400,000 uliotoa utatibiwa mpaka 20,000,000. Ninyi madiwani mnaweza mkaazimia leo kwamba kuanzia leo sisi tuna jambo letu jipya kabisa. Tunakwenda kuweka tabasamu kwa wale wanadamu waliotupigia kura. Ndani ya siku 100 za utawala wa rais aliahidi, na nitanukuu kwa haraka, tutaanza utekelezaji wa sheria ya bima ya afya kwa wote kwa majaribio kwa baadhi ya makundi maalum yasiyokuwa na uwezo, yakiwemo wazee, watoto, wajawazito na watu wenye ulemavu. Ahadi hii ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ndio ambayo inatufanya sisi leo hii kufika hapa kwenye kikao chenu na kuweza kuzungumza mambo yanayohusu bima ya afya. Aidha, Anatolia amesema serikali imetenga fedha kwa ajili ya kulipa vituo vitakavyotoa huduma kwa wananchi kupitia bima ya afya kwa wote kwa lengo la kusaidia wananchi kupata huduma bora. Halmashauri 7, idadi ya kata zote ni 167, idadi ya vijiji viko 615, idadi ya kaya masikini ambazo zimetambuliwa kwa kupitia mifumo maalum ya utambuzi ni 5,561, na idadi ya wanufaika kwa mkoa wako 33,362. Hii ni awamu ya kwanza kabisa ambayo utambuzi umefanyika, na hawa mara moja tunaanza kuwasajili, na serikali imekwisha kutupatia NHIF shilingi bilioni 49 kama ni fedha za awali za matangulizo kwa ajili ya kuzilipa kwenye vituo vya kutolea huduma, ili hizi kaya zitakapokuwa zimepewa kadi waendelee kuhudumiwa moja kwa moja. Mwenyekiti wa UWT mkoa wa Mbeya Edina Mwegomole amewataka madiwani kushirikiana na maafisa wa NHIF kuwatambua wananchi wenye sifa za kuingia kwenye bima ya afya. Muda wowote watakaposikia kwamba wataalamu kutoka bima wanafika, kwa maana ya kwenda kuangalia watu ambao wana sifa za kulipiwa bima ya afya, watoe ushirikiano wa kutosha, lakini washirikishane wao kuwatambua wale ambao wanahitaji kuingia kwenye bima ya afya bila upendeleo. Badala ya mtu mmoja kuchukua, ni vizuri viongozi wote ngazi ya shina, ngazi ya ubalozi, ngazi ya kata wakashirikiana katika kuwatambua na kukidhi vigezo ambavyo vimeelezwa leo na wataalamu kutoka bima.
Brandi Nelson ni diwani wa kata ya Mwasanga na Gloria Ipopo ni diwani wa kata ya Iwambi wamesema elimu iliyotolewa wanakwenda kuifanyia kazi kwa vitendo. Kata za pembezoni hasa ya kwangu hawana uwezo ule wa kupitia kwenye simu mtandao, unakuta mwingine hata uwezo wa TV hana. Lakini kwa kutupa sisi hii semina kama waandishi wa habari na kupewa uelewa wa bima ya afya kwa wote, itasaidia basi kufikisha ujumbe kwa wananchi wetu wale ambao ni wa chini. Lakini imekuwa ni faraja sana na wananchi watafurahi sana kwa hiki kitu. Hakuna kitu ambacho kinasumbua kwenye maisha kama matibabu. Tumejifunza vitu vingi sana kwenye semina ya leo. Kwanza tumejifunza nini maana uongozi, kanuni na utaratibu wa kuwa kiongozi bora kwenye jamii, hasa kwa sisi madiwani kwa sababu tunawahudumia wananchi mbalimbali. Kwa hivyo leo tulikuwa tunajifunza jinsi gani tukaishi nao kwa upendo, na ndio maana tulipata semina ya mahusiano mazuri. Sifa kuu sana ya kiongozi ni kuwa na hekima na busara. Tumejifunza zaidi uvumilivu na kuwatumikia wananchi kwa moyo. Na zaidi ya hapo pia tukapewa na nyongeza, tumefundishwa na wataalamu kuhusiana na bima ambayo sasa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ambaye ndo mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi ameweza kujitolea bima ambayo itakuwa kwa bei nafuu ili kila Mtanzania aweze kuhudumiwa. Hata hivyo, Chama cha Mapinduzi CCM kinatarajia kufanya maadhimisho tangu kuanzishwa kwake ambayo hufanyika Februari 5 kila mwaka kama anavyoeleza Langalia Kyo, katibu wa CCM mkoa wa Mbeya. Kila mwaka tunaadhimisha birthday ya kuzaliwa kwa Chama cha Mapinduzi tangu kilipozaliwa mwaka 77. Kila mwaka tarehe 5 mwezi wa pili, wiki nzima ile tunafanya maadhimisho. Jumuiya ina shughuli siku zake, jumuiya nyingine na siku zake, chama kina siku zake. Tunafanya makongamano, tunafanya semina, tunafanya vikao, tunafanya shamra, mikutano, kazi za mikono, kwenda kutoa misaada. Kila mwaka tunafanya hivyo. Chama cha Mapinduzi CCM kinaendelea kusimamia utekelezaji wa ilani ili kuhakikisha viongozi waliochaguliwa wanatekeleza majukumu yao na kuwapa wananchi huduma bora. Mimi ni Elizabeth Nyivambe. Hii ni STV. Karibu yako.